tuje moja kwa moja kwa maswali. Tuko saa 8, bahasha nsirudi nazo hizi. Makubali bahasha nrudi nazo hizi? Haya, nani ataka bahasha nrudi nazo mimi? Ainue mkono. Nani ataka bahasha zibaki hapa? Na mimi pia nataka bahasha zibaki. Persistence ni kitu gani? Ikiwa bismillah, very good, watu wako live kabisa. What is persistence kwa lugha ujuayo? Simama hapa, simama kupa mic. Simama, sema vizuri, aishike mdomoni. Nataka hivi klasi yetu iwe active. Haya, sema what is persistence kwa lugha unaona ifahamu. Weka mdomoni karibu. Persistence ni kuendeleza kufanya jambo hata kama watu wengine wanasema wafanya vibaya, lakini bado unaendeleza kuifanya. Mpaka vizuri sana. Sijui umesoma wapi wewe. Thank you very much. Jazakallah khair. Persistence ni kuwa wewe wataka jambo, wataka faulu katika masomo yako, wataka faulu katika biashara zako, katika jambo lako lolote wewe ufaulu. Hino lazima uwe nayo. Persistence ni kuwa wafanya jambo sikuwa ati la faulu. Kila ukifanya unaona linatenguka, wewe wasema nitaendelea mimi. Wajaribu mara pili. Kila ukifanya waona wewe halikuwa, wajaribu tena. Hino ni second law sasa. Haya, kwa hivyo hino ndio kitu yaitwa persistence. Persistence hapa imeeleza, he who has a why to live can bear with anyhow. Nani mwingine atakuwa na ujasiri awajaniambie hapa maana yake nini? He who has a why to live can bear with anyhow. Haya, kwa kuwa jambo geni, wacha ningie mimi nitavini. Yule atakaye katika maisha yake ana kitu ambacho kile kitu yuko tayari kufa na kile kitu, basi uzito wowote yeye ataubeba kifuani. Ameamua yeye ataka elimu, ameamua yeye karia yake. Kuna wengine liwasimamisha juzi hapa last time, wasema wataka wamechukua medicine, wataka kuwa madaktari. Sasa kupersist ni kuwa ana kitu yeye akitaka, uzito wowote yeye atauchukua. Hana ati somo hili linkuwa gumu kidogo, mimi sitaki tena. Ameudhiwa kidogo, asema mimi sitaki tena. Hayuko hivyo. He has a why to live. He can bear, she can bear with anyhow. Hino ndio what we call persistence. Sasa kuna mifano mimi hapa ambayo nimeiweka hapa, mifano hino ambayo katika kila somo ni kitu wanatoa mifano, basi ni haraka mimi kueleweka katika lile jambo ambalo mimi nalifahamisha. Never give up katika maisha yako. Maisha yako wewe ukitaka kufaulu, usi give up ukasema mimi basi nimeshindwa. Sasa ukiwa na hiyo tabia, hebu tutizame, kuna kitu hapa, kuna habari, kuna story hapa, nieleze. Mtu alo give up, alikuja akazindukana, alipata hasara gani? Nasema 3 feet from gold. Hichi ni kisa kimetokezea kwa wale wachimbaji dhahabu. Kuna bwana mmoja aliamua ataka kwenda South Africa, kwenda
kutafiti, kuchimba dhahabu. Akenda na watu wake wa research. Bahati nzuri pale alipofikiria, akenda akifanya utafiti, akaona hapa mahali dhahabu yapatikana. Hakufanya kitu yeye, akarudi kwao. Akenda akatafuta watu vigogo wale ambao wealthy people, watangia kufanya shirika kutafuta mashini ambapo wende wakatimbe pale dhahabu. Wakapatikana watu 5 6 well off, watu walikuwa na pesa zao, wakanunua vifaa, mamilioni ya mapesa wakaspend. Wakaanza, wakenda mpaka pale kwenye sehemu, wakasema okay, hapa ndipo mahali tuanze kutimba hii dhahabu. Wakaanza kutimba, wakachimba. Kwa bahati nzuri mpaka wakafikiria kwenye chenga za dhahabu zile. Wakasema alhamdulillah, tushafaulu sisi. Hapa tukipata tani fulani sisi, pesa yetu yote isharudi na pesa zaidi tena, tutakuwa tumetajirika. Wakaendelea kuchimba, wakachimba mpaka wakafika sehemu hawaoni kitu tena. Ule mchanga ambao unawapa ishara ya wao kupata dhahabu, ule mchanga ukapotea. Wakaitana wote, wakasema kila tukichimba zaidi hapa tutakuwa sisi tuko katika hasara. Hapa ndio tushashindwa sisi, tutafute mtu anunue hizi mashini zetu kama skrepu. Mashini bado zafanya kazi hapa mahali, tumeondoke tukatafute, kila mtu aangalie la kufanya afanye. Bahati nzuri wakaitangaza ile kwenye magazeti. Akaja Mjapanizi pale, akaja akatizama, akasema mimi napataka hapa mahali, mimi nitapanunua. Wale akalipwa, wale wakaondoka. Japanizi yule akanunua kama skrepu zile, bei ya kutupa kabisa. Akasema niachieni mimi. Yule akenda akatafuta watu wa research, hebu ndoni mutizame hapa hii dhahabu chini iko kiwango gani. Wakija wakipima, wale waona iko futi 3 dhahabu iko chini. Futi 3 ni kama hapa, hapona ati kilomita nzima wende chini, futi 3 ni hapa. Wakaingia mbaroni, akaleta watu wake Mjapani, wakaanza kuchimba. Wakitimba, amini usiamini, futi 3 kamili wakapata dhahabu haina kiwango. Mabilioni ya dhahabu iko chini ya pale. Akaja akaigundua yule Mjapani, akawa overnight a billionaire. Hino hadithi yatufundisha nini sisi? Hadithi hino, story hii ya huyu yatufundisha you will pay a price. Ikiwa wewe utafanya bidii uje ufike mahali pale ambapo mumefikiria hivi sasa, useme mimi sitaki tena. Mwenzako, deskmate wako atakuja, haifuati akili yako wewe, atasema mimi nitaendelea. Kuna siku utakuja mkuta yeye ana kliniki yake, kwa sababu wewe ulivundika moyo. Ana kliniki yake, ana watu wake, ana nyumba zake, ana mambo yake, anaendelea kwa sababu ilikuwa bado futi 3 tu wewe upate dhahabu, na wewe katika masomo yako, katika maendeleo yako, lakini ukavundika moyo wewe, juhudi yako yote ikapotea bure. Hino story ndio inatufundisha
in life, never lose hope. Usivundike tamaa. Persistence katika maisha yako lazima iweko. Ikiwa huna persistence, hata huyu alojenga ndugu yangu Amir Swaleh, hino project kulingana na mazungumzo yake, kama alikuwa hana sifa hino ya persistence, mwanzo ingemshinda hino project. Amepigana mambo mazito sana, amepitia mpaka leo mimi nazungumza na nyinyi. Si kitu rahisi. Maisha sivyo vile ambavyo tufikiria sisi. When the answer is no, that is where you get excited. Wewe pale utakapopata answer yako, waona huku umeitiwa rongi, pale ndio waanza hamasa wewe, sasa mimi ndio nitaanza kazi yangu sasa. Huvunjiki moyo wewe uja umpata rongi, umpata ukasema mimi I'm done. Hapo utakuwa maisha yako yoyote yanakwenda na maji, kwa sababu hukuwa na moyo wewe ukasema I want to carry on. Hii ndio leo faida ambayo amepata ndugu yetu Amir Swaleh. Leo ndio nyinyi mwanufaika kwa sababu ya intention yake, kwa sababu ya nia yake. Leo ndio mimi niko na nafasi ya kuzungumza na nyinyi. Hivi ndivyo maisha yalivyo. Kwa hivyo maisha yanaambiwa ni kama kuchambua kitunguu. Kitunguu kinakufanya nini? Kila ukichambua jani moja la kutoa matozi, every layer wewe ukipeel of an onion, wewe ndio, that is life, inakutoa matozi. Husemi mimi sikitambui tena, utakula vipi? Wachambua la pili, life iko kihivyo. Kwa hivyo hakuna kitu wewe utapawa na Mwenyezi Mungu, utapawa bure. There is nothing for free. When Allah pushes you to the end of the cliff, two things will happen. He will either teach you how to fly, or he will catch you when you fall. Wefanya bidii tu. Asema Mwenyezi Mungu akikusukuma kwenye ukuta, mambo mawili yatatokezea. Mambo mawili, umfika kwenye ukuta, waona hapa mimi siwezi tena. Wewe persist katika lile utakalo, mambo mawili yatatokezea. Mwenyezi Mungu ana mambo mawili atakufanyia. La kwanza, atakufundisha namna ya kuruka. La pili, atakushikilia pale utakapoanguka, hutaumia wewe, atakuzuia, atakuketch when you fall. Hiyo nataka iwemo ndani ya akili yenu. Kwa hivyo hino ndio second law ambayo persistence, bila ya kuwa na persistence, when you fall, inasema pick up something. Wewe utakapoanguka, utakapofanya jambo lako ukapata rongi, utakapofanya jambo lako ukakosea, soma pale. Kuna kitu pale wataka wewe usome. Nimeandika hapa, nipa hilo nyingine nani. Nikifunga klasi hili somo la persistence, lasema pale, failure is an event, is not a person. Ina maana gani hii? Kuanguka, kufeli ni tukio, event lile limetokezea, sikuwa wewe ati hufai. Hapa mnyi mna mchezo, mimi nilikuja mkawaona mwacheza. Fatima, wana mchezo gani hapa? Sport gani wanakucheza hapa? Football, Hai.
Nitatoa mfano wa football mimi. Hapa kuna siku lazima football, kuna timu mbili hapa. Bana kocha wao nani hapa kocha? Banaye kocha hapa Haya. Yuko Haya. Sasa tutukulieni mfano hapa, kuna timu mbili zinacheza. Failure is an event, is not a person. Timu mbili, hino tuseme inaitwa Orange na hii inaitwa niseme nini ya pili? Banana. Nitaja Banana huyu. Haya. Orange inacheza na Banana. First half Orange ikafunga Banana goli 3. First half. Haya, mpira kwenye break ile, kocha akawaita sasa, akawaita timu yao Banana. Mwajua nyinyi makosa yenu yako wapi nyinyi? Wewe ulikuwa hukimbii sana, wewe uko too slow, mpira umepaa mara mbili, wewe hukufunga. Kwa hivyo wewe nitakuondosha wingi ile, mimi nitakuweka wingi hino, na wewe nitakuondosha wingi ile, mimi nitakuweka wingi hii. Akawafanyisha mageuzi wale, firimbi kapigwa, watu wakarudi kwenye ground. Second half sasa mpira ukageuka. Mpira ukigeuka, Banana wakaanza kuwafunga Orange, wakalipiza 3-0, wakalipiza la kwanza, wakalipiza la pili, wakalipiza la tatu, wakalipiza na 4. Sasa wakawa wamfunga Banana, wamepata 4-1. Unatupa mfano gani huno? Failure is an event. Hawa waliofungwa, kama kocha wao aliwaambia nyinyi hamufai, nyinyi na watoa nyinyi na weka wengine. Kocha ajua kama lile ni tukio, it was an event, kuna makosa fulani walifanya. Hawa wataka marakibisho, nikiwarakibisha wakirudi watakuwa wachezaji wazuri sana. Kwa hivyo katika hino dunia, ukijiona wewe umefeli au umeanguka, ni tukio lile la mtihani fulani limetokezea. It's not you ati wewe hufai. Kwa hivyo ina maana, what is fail? Nimeandika hapa, fail is first attempt in learning. Nani atakuja simame aniambie first attempt in learning? FAIL. Nimeandika hapa first attempt in learning, ni tukio la kwanza wewe waanza kusoma ndio wewe ukaanguka. Tukio la kwanza, you have to fail. Katika persistence you have to fail, it's not a person. Hili ndio tukio la kwanza. Kwa hivyo katika jambo lako lolote wewe walifuatilia, ujue kama there will come a time ambapo wewe utaanguka. Usijitukue ndani yako kama wewe hufai tena, hutofaulu katika haya maisha. Persistence hiyo. Ya pili nimeandika end, ukaona huno ndio mwisho wako. What does end means? Somea, nani atansomea? Tukupe nafasi wewe. Simama kwa nguvu basi, simama nisikie. Hakuna kuogopa tena sasa, siku zilipitwa hizo za kuogopa. Effort never dies. Nguvu zako ambazo umeinvest ukafanya bidii, pengine mpaka saa 4 usiku una study, effort never dies, haitakufa nguvu yako. La pili nasema nini? No. What does mean no? No ina mean kitu gani? Mwingine anipe nafasi, asimama niambie. What does no means? Next opportunity.
NO makes opportunity. Nafasi nyingine yatakatokeza katika maisha yako ukiona answer is no, kama nilivyotangulia no, nasema when the answer is no, that is where you get excited. Hapo ndio waanza uchachamaa utakapoambiwa hili wewe umekosea, hili halikufai kwako, hili liko kadhaa. Pale ndio wewe waanza kuchachamaa, huvundiki moyo. Never lose hope. Ukivunjika moyo, it means you have no persistence. Kwa hivyo ya leo naona nimezungumza mambo mawili muhimu sana. Kwa hivyo kulingana na wakati pia kuna yale maswali ambayo tunataka kuyauliza. Tutukue nafasi hino au tupate break ndio tuje tuanze kuuliza maswali. Kuna wale wenye tabia nzuri watatajwa hapa, kuna bahasha zao pia, kuna zawadi zao. Wale watoto ambao wako watuifu kwa walimu pia, huyu mfadhili pia asema tusiwasahau wale watoto ambao wako watuifu kwa wale ambao wanaotizama. Naona mametron wako hapa pia, wale ambao wale hawasumbui hawa mametron wetu ambao wamejitolea kidhati katika kuwatizama nyinyi. Kwa hivyo wale ambao watakuwa wana tabia nzuri pia kuna zawadi zao sisi tumewekea. Kwa hivyo Fatma hayuko, naona time imefika saa 6 sasa. Kama tutapata nafasi to break maybe after lunch ndio tuje tuwe kwa maswali, na sijui kiwango gani tutajua hapo. Tukija na haya maswali tukiuliza ndio tutajua mumefahamu kiwango gani. Kwa hivyo kwa leo ni only these 2 laws ambazo nimesomesha. Sitaki kuendelea zaidi, itakuwa kichwa tayari kimebeba ya kutosha. Kwa hivyo katika hapa kuna kitu mtu ataka kuuliza au ataka kufahamishwa zaidi, ili saa 8 tukija kwenye maswali itakuwa ni wepesi mtu kuuliza na wepesi kupata jawabu. Kuna kitu chochote au tuje moja kwa moja kwa maswali? Tuko saa 8, bahasha nsirudi nazo hizi. Makubali bahasha nrudi nazo hizi? Haya, nani ataka bahasha nrudi nazo mimi? Ainue mkono. Nani ataka bahasha zibaki hapa? Na mimi pia nataka bahasha zibaki. Haya, kwa hivyo sitoendelea, isipokuwa ingekuwa Fatma yuko ndio angenambia, kama nafikiri mpaka saa 8 kusema tuanze maswali sasa hivi. Wewe natoa maoni gani? Sasa swali mimi nawauliza, nataka muwe very open. Nyinyi mshakuwa watoto wetu sasa, watoto wangu. Hakuna tena ile mambo ya kuona haya, kujifita. Mimi nafurahi kwa na nyinyi. Sasa mimi nawauliza kitu kimoja. Mwataka tuwape nafasi mpaka saa 8 ndio tuje tuulize maswali, au pengine mwaweza kunisaidia pia mwaweza kunisaidia pia, waona vipi? Hebu nipeni maoni na nyinyi pia Sasa wao wako sawa. Tuko tayari tumalize? Mashaallah, mashaallah.